sisi viongozi wa kafu tuliopo sasa hivi hatutaki tufanye makosa katika kukarabati chama chetu, kwa sababu kuna wengine wanasema kwa nini uongozi uliopo haujaanza kufanya kazi? Lazima kufanya kazi ya chama, kuna mipango utakayoifanya ili iwe ni uongozi endelevu au ni mipango endelevu. Ni juzi tu tumemaliza uchaguzi mkuu, lakini lazima tujipange baada ya matukio ambayo kwa yametokea baada ya uchaguzi mkuu, lakini baada ya uchaguzi ndani ya chama chetu. Hiyo katika hali yetu ya kisiasa kweli hatuna nguvu za kiuchumi, lakini tunajua nini tufanye tuwe na nguvu za kiuchumi. Tutafanya siasa ya kistaarabu kwa sababu tunajua matatizo ya watu wetu kwa kipindi hichi ni matatizo ya namna gani, na sisi tutakwenda na siasa ya uchumi, kwamba watu wana matatizo ya kiuchumi, wana matatizo ya kiajira. Chama chetu kitafanya vipi ili kusaidia kutatua matatizo ya kiajira? Hilo ni moja kati ya ajenda zetu ambazo tuko nazo, kwa sababu tunajua kwamba usalama wa taifa katika nchi yetu ni chombo ambacho kwa kinaheshimika sana duniani, hasa kwa vijana ambao kuwa ni wasomi, ambao kwa wako nao wamesoma nchi mbalimbali. Lakini pahala popote duniani, ili nchi iingie katika machafuko au isiingie katika machafuko, iingie kwenye vita au isiingie kwenye vita, kwa kweli msimamiaji mkuu wa kutoa taarifa na kushauri ni usalama wa taifa. Na naamini kwamba usalama wa taifa toka enzi ya Mwalimu Nyerere mpaka leo hawajakuwa washauri wabaya wa taifa letu kuhusu masuala ya usalama. Ikiwa usalama wa taifa ndio ambao kuwa walisaidia baadhi ya nchi Afrika kupata uhuru na nchi zao zikawa salama, sidhani kwamba wanaweza wakashauri vibaya katika taifa letu ili itokee mavurugu. Tungemwomba Mheshimiwa Rais, naamini anaweza akawa na washauri wengi, lakini mshauri wa kwanza ni usalama wa taifa. Binafsi nawapongeza sana namna walivyoweza kuzuia baada ya machafuko yaliyotokea. Kulikuwa na taarifa nyingine kwamba watafanya tena vurugu mwezi wa 4, wakasema watafanya wakati wa Christmas, lakini tunashukuru kwamba yote hayo yameepukika, na tunaamini kutokana na uwezo walionao, hata hili linalozungumzwa kwamba tarehe 7 kutatokea maandamano, kwa fununu tunazozisikia, kuna uwezekano mkubwa hali ikawa ya kiusalama kabisa. Kwa hivyo tunapenda kulipongeza rasmi. Bado tuna imani na vyombo vyetu vya dola na tunapongeza sana usalama wa taifa, namna ambavyo kuwa wanadhibiti matukio mabaya kwa usalama.